Nasema niliwahi kusoma hadithi mimi zamani. Sasa hadithi kidogo nimeisahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini hapa, njiani hapa, kuna kibibi kizee hapa. Basi kufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema nakwenda posa. Wapi? Huko. Mwanangu usiende huko. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa nimposa yule. Kaambia lakini hatari huko. Aambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyu, akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele. Huyo. Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo mchinje huyo. Lakini wewe tazama mbele tu, nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utageuka jiwe. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda huyo. Mara vishindo vile, makelele yakamzidi, akageuka akatazama nyuma, akawajiwe. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo. Kila kelele zikidi, huyo anageuka nyuma, anakuwa jiwe. Hivyo mlima ule ukawa na mawe mengi sana. Hatima yake kamekuja kakijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo nakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko posa. Wewe kijana, kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu? Asema nimesikia, lakini mimi nataka kujaribu. Bibi akamwambia wewe ugeuke jiwe. Mimi sitaki, rudi kwa baba yako. Asema hapana bibi, na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo, maana hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli, na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma, amekwenda mpaka amemfikia ile binti. Binti anamwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale, na dawa ameshapata. Basi kawanyunyizia wote hao rafiki zake waliogeuka nyuma hao. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi, nasema nilisoma, sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini nitakuja kuikumbuka. Lakini kiini chake ni hicho. Sasa katika mambo haya ya kujenga nchi, haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea huko mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kelele huyo. Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo, iko katika njia ile na inakwenda, kelele zitazidi. Huyo wamepotea hao. Na mimi nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi, kama nazisikia zingine hapa Tanzania, zingine toka nje ya Tanzania, hao wameposwa njia, hao wachinje. Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe.
Sasa kama ukisema ni uoga au nini sipotelea mbali, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wapumbavu na wanyonyaji. Tutakwenda tu. Tutapata matatizo. Tutapata majizi humu. Tutapata wanyang'anyi humu. Tutapata watetezi wa mabepari humu. Watazidisha kelele. Lakini tutakwenda. Wanaotaka kugeuka mawe, geukeni. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ameyasema hayo mjini Tabora. Mlima ule ukao na mawe mengi sana. Hatima yake kamekuja kakijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo nakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko posa. Wewe kijana. Kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu? Asema nimesikia lakini mimi nataka kujaribu. Karibu akawaambia wewe ugeuke jiwe. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Asema hapana bibi. Na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo maana hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma, amekwenda mpaka amemfikia ile binti. Ana huyo akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele. Huyo. Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo mchinje huyo. Lakini wewe tazama mbele tu. Nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utageuka jiwe. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda huyo. Mara vishindo vile. Makelele yakamzidi, akageuka, akatazama nyuma, akawajiwe. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo, kila kelele zikidi huyo anageuka nyuma, anakuwa jiwe. Hivyo. Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo iko katika njia ile na inakwenda, kelele zitazidi. Huyo wamepotea hao. Na mimi nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi. Kama nazisikia. Zingine hapa Tanzania, zingine toka nje ya Tanzania. Hao wamekoswa njia, hao wachinje. Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni uoga au nini sipotelea mbali, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki. Nasema niliwahi kusoma hadithi mimi zamani. Sasa hadithi hii kidogo nimeisahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilimani. Na hapa chini hapa, njiani hapa, kuna kibibi kizee hapa.
Basi kufika hapo kwa bibi Kizee pale, bibi Kizee, ujambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema nakwenda posa. Wapi? Huko. Mwanangu usiende huko. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa nimposa yule. Kaambia lakini hatari huko. Aambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana santi. Binti anamwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale na dawa ameshapata, basi kawanyunyizia wote hao rafiki zake waliogeuka nyuma hao. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi, nasema nilisoma, sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini nitakuja kuikumbuka, lakini kiini chake ni hicho. Sasa katika mambo haya ya kujenga nchi, haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea huko mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kile.